Shukrani ndio siri kuu kwenye maisha ya mwanadamu, kwa sababu unaponyang'anya shukrani, hakuna namna ambavyo unaweza kumwona Mungu, sababu malango ya kwako yanafungwa, hawezi kumwona Mungu. Lakini unapokuwa na moyo wa shukrani, malango yako yanafunguka, unaweza ukaingia nywani mwake, then ukamsifu. Sasa Biblia inasema Mungu hukaa katika sifa. Unapomsifu Mungu, Mungu anakuja na kaa. Sasa angalia, hakuna mtu ambaye anakuwa na moyo wa shukrani asiwe na moyo wa kusifu. Automatic ndani yako itakuwa inabubujika sifa fulani, na hiyo sifa ndio inamtengenezea Mungu platform ya kukufanya wewe kuwa makao yake yeye. Kwa lugha nyingine ni kwamba Mungu anatubadilisha sisi, tunakuwa ni headquarter ya mbinguni duniani. Mungu alipoumba mbingu na nchi alikuwa anataka aihamishie mbinguni duniani. Dhambi ikamuondoa Mungu duniani. Ndio maana kwenye Kutoka sura 25, baada ya Mungu kuwatoa wana wa Israeli utumwani, Kutoka sura 25 kwanza mstari wa kwanza, alimwambia Musa, waambie wana wa Israeli watolee sadaka, na sadaka atakazozitoa ni hizi, akazisema. Mstari wa 8 akamwambia, nao wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa katikati yao. Alikuwa anataka aje akae katikati yetu, na ndio maana kwenye Agano la Kale anasema itakuwa katika siku hizo, asema Bwana, nitaondoa moyo wa jiwe ndani yao, nami nitaweka moyo wa nyama ndani yao, nami nitakaa katikati yao, nami nitakuwa Mungu kwao, na watakuwa watoto kwangu. Sasa ukija kwenye Agano Jipya, kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 na kuendelea, anasema sisi ni hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Mungu atamuharibu kila anayekuja karibu hekalu lake takatifu ambalo ni sisi. Wakorinto wa kwanza hiyo sura ya 6 kwenda kusoma mstari wa 19 na wa 20, anatuambia sisi ni hekalu la Mungu, tumenunuliwa kwa damu ya thamani. Ukienda kwenye Matendo ya Mitume sura ya 7 kule mwishoni, kitusababisha nini Stefano akapigwa mawe ni nini? Stefano akawa anawaambia wale watu, alikuwa anahubiri, akawaambia, anawafundisha, anawaambia, anasema Agano la Kale Mungu alikuwa anakaa kwenye nyumba, kwenye mahekalu haya yalikuwa yanafanywa na mikono ya watu, ila katika Agano Jipya Mungu haishi kwenye nyumba zilizofanywa kwa mikono ya wanadamu, anaishi kwenye nyumba iliyofanywa kwa mikono yake mwenyewe, ambaye ni sisi. Sasa ili kumvuta Mungu akae ndani yako, tufanyike sisi kuwa hekalu la Mungu, lazima uwe na moyo wa kusifu mbele zake, pawe na sifa inabubujika ndani yako, kwa sababu Mungu anakaa katika sifa. Kwa sifa ndio mahali ambapo kiti cha enzi kinawekwa. Mahali ambapo hakuna sifa Mungu hakai. Ndio maana hata mbinguni Biblia inatuambia kuna maserafi, kuna makerubi wanamsifu na kumwabudu Mungu 24/7. Ama kuna wazee 24 wanainama na kuinuka, kazi yao ni kusema mtakatifu, 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 mtakatifu. Wanamwabudu Mungu muda wote, sababu bila sifa, bila ibada Mungu hakai. Kwa hiyo moyo wa mtu Mungu alivyodesign, aliudesign kwa namna ambavyo ubebe sifa masaa 24 ili na yeye akae pamoja na sisi masaa 24. Lakini ili mioyo yetu iwe mioyo iliyobeba sifa, lazima kwanza iwe mioyo ya shukrani, sababu shukrani ndio kufungulia mlango na kukuingiza mahali pa sifa mbele za Bwana. Kitu kikubwa kinachoweza kumuondoa Mungu ghafla ni kulalamika. Ukishalalamikia eneo lolote, alinamuondoa Mungu kwenye hilo eneo, linakutenga mbali na Mungu. Baada ya Adam na Eva kufanya dhambi, hawakuondoka bustani ya Edeni ghafla, walijikuta wako uchi, ila walikuwa ndani ya bustani. Na Edeni ni mahali ambapo hapapo duniani kwa jinsi ya mwili. Edeni haiko mahali popote pale duniani kwamba hapa ndio nchi ndio Edeni ilipokuwa. Hakuna. Edeni ni neno la Kiebrania ambapo kwa Kiswahili chako ukitafsiri, na ndio maana ile Edeni haitafsiri, inabaki vile vile yuko Kiingereza, kwa Kiebrania, kwa lugha yote. Sababu Edeni ni mahali fulani ambapo ni pana uwepo wa Mungu, panaleta connection kati ya duniani na mbinguni. Ni mahali ambapo pana uwepo wa Mungu. Kwa walikuwa wanatembea na Edeni ya kwao. Kwa hiyo wakati wamefanya dhambi, walikuwa bado wako ndani ya bustani ya Edeni. Hawakutolewa ndani ya bustani ya Edeni. Ila walipoanza kutupiana, Biblia inatuambia hivi, Mungu akamuuliza Adam, umefanya nini? Uko wapi? Akaambia, ni huyu mwanamke ulionipa. Hakutaka kubeba wajibu wa kuwajibika yeye. Mungu akaenda kwa mwanamke, Eva, umefanya nini? Anaambia, ni nyoka. Nyoka akapiga kimya. Ukisoma Biblia yako vizuri, waliofukuzwa, nyoka hakufukuzwa. Alifukuzwa Adam, akafukuzwa na Eva. Hasa angalia, walifanya dhambi, ila dhambi haikuwatoa moja kwa moja. Walibaki na walikaa muda sote. Haikuwa unajua kile kitu kiko cha ghafla. Imagine wamefanya dhambi, wakati wako uchi. Mpaka waanze kuwaza, hivi sasa tuko uchi tuwafanyaje? Mpaka wapate wazo la kwamba tushone majani. Sio kitu cha sekunde moja kwamba sasa tushone majani. Waanze kukaa sangine hata miezi ndio ukapata wazo moja. Kwa walikaa muda pale, wakashona majani, wakatesti, wakavaa. Mungu akaja. Walikuwa bado hapo. Walikuja wakamsikia Mungu. Walikuwa bado wanamsikia Mungu. Kuna namna walikuwa bado wana connection na Mungu. Na walikuwa wanajua bado ile hali ya mioyo yao ya kuwa na uwezo wa kujua njia za Mungu ilikuwepo. Sababu walipomsikia Mungu walienda kujificha. Unajificha wapi
bila kujua anayekutafuta anatokea wapi, kwamba ametokea huko, nijifiche hapa. Lazima utafute mahali kwamba hapa najua hanioni, kwa lazima walikuwa wanamsikia, walijua na waliongea, Adamu uko wapi? Akasema nimekusikia nikajificha. Kumbe alimsikia. Sikiliza, shetani akitaka kukunyang'anya moyo wa shukrani, atakuletea kwanza uachilie lawama. Biblia inasemaje? Laumu limeuvunja moyo wangu. Likiuvunja moyo wako, Mungu hana pa kukaa. Kwa lugha nyingine ni kwamba lawama inaharibu makao ya Mungu. Unajua Biblia inapoongelea moyo haiongelei moyo unaopampu damu. Huu moyo unaopampu damu Mungu hakai. Moyo maana yake ni roho plus nafsi vimeungana. Nafsi iko katika ulimwengu wa roho na roho ya mtu iko katika ulimwengu wa roho. Kwa Biblia inapoongelea moyo inaongelea roho na nafsi vikiwa pamoja, vinatenda kazi pamoja. Anasema laumu limeuvunja moyo wangu. Maana yake nini? Limeingia ndani katika ulimwengu wako wa roho, likaharibu nafsi yako, likaharibu na roho yako. Mungu anapa kukaa. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inatuambia kwenye Warumi sura 8 kwamba Mungu mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi ni wana wa Mungu. Kwa hiyo kama tunashuhudia pamoja na roho zetu, Mungu anakaa ndani yetu. Kwa likiuvunja moyo, linamuondoa Mungu ndani ya moyo wako, hana mahali pa kukaa. Ndio maana walipoanza kulaumu, Mungu akawatoa nje ya bustani, kwa sababu hawezi kukaa nao pamoja nao mahali ambapo wamepaharibu. Wangetubu, wangebaki.